Muliko la Kaya, kwa habari kemkem unazozihitaji. Na shirika linaloangazia masuala ya teknolojia la Kiktanet linahamasisha jamii mashinani kuhakikisha usalama wa watumizi wa mitandao ya kijamii kwa lengo la kuzuia dhuluma za kijinsia zinazotekelezwa mitandaoni. Afisa wa masuala ya sheria katika shirika hilo Valerie Waswa amesema utafiti uliofanywa umebainisha kwamba idadi kubwa ya wanawake kaunti za Mombasa na Machakos hupitia dhuluma mitandaoni na kuna haja ya masuala hizo kuendelezwa ili waathiriwa wapate haki. Kulingana na research ambayo tulifanya around 2 years ago, Mombasa ilikuwa one of those counties zenye tulipata victims wengi wa online gender-based violence na tech facilitated gender-based violence. Why women is because they're the biggest victims of online gender-based violence, and also watu wengi bado hawajui haki zao za data yao ya kibinafsi. Kwa hivyo ni important kwamba tuwafunze, na tumeona wengi wao ni watu ambao pia ni wapiganaji wa haki, pia waweze kupeleka hii information wamepata back to the community. Akizungumza wakati wa kikao cha kuhamasisha mashirika ya kijamii na makundi yasiyo salama, Waswa wamesema ushirikiano wa washikadau tofauti utasaidia kupiga vita dhuluma za mitandaoni. Tunapoongelea hizi vitu, the representatives wa hizi social media platforms wanafaa wakuwe hapo, because at the end of the day tukitengeneza hizi projects zote na products zote, kama they don't take it up, then we are doing useless work. Social media companies zinafaa, we need private sector pia waingie. Maybe we need to come up with our own safer social media platforms why only consume products that were made huko nje. We also need academia, right? Because capacity ni changamoto kubwa sana, especially kwa kutafuta haki. We don't have enough cyber lawyers. These police officers are not cyber informed. Kwa upande wake, mtaalamu wa usalama wa kimtandao katika shirika hilo Neno Newa amewataka watumizi wa mitandao ya kijamii kutoweka maelezo kuhusu masuala yao ya kibinafsi mitandaoni ili kulinda usalama wao. Usiweke kila kitu kwenye mtandao. Kuna vitu tunaita personal identifiable information, yenye ikienda kwenye mtandao kila mtu anaweza ona wewe ni nani, kama jina yako, namba yako ya simu, ID number pale, kuna biometrics. Try as much as possible ku reduce hizi information yenye ukiweka kwa mtandao. Kama si lazima uweke kitu kwenye mtandao, usiweke. Sasa zingine ni kazi, lazima tufanye online. So kama kuna kitu kama familia yako haihusiani na kazi yako, usiweke. Vitu zako za hospitali, watu wajue kuregulate your information kwenye ikiwa online. Naye Darling Musa, mmoja wa waliohudhuria mafunzo hayo, amesema kuandaliwa vikao vya hamasa mara kwa mara kutasaidia watumizi wa mitandao kufahamu jinsi ya kuripoti dhuluma wanazotendewa mitandaoni. So unaona vitu kama hivi vikiendelea hivi na hatujui utaratibu ama ofisi zipi za kwenda kufuatilia malalamiko yetu, unajua pia people are going to be destroyed mentally. Watu watakuwa na hii suicide attempts, watu watajipoteza ufahamu. I think viko kama hivi they should be there to create a lot of awareness na utaratibu upi watu wanafaa wafuatilie. Je, ukionyeshwa unyanyapaa ama dhulma kwenye mitandao ya kijamii, wewe kama mwanadamu kuna sheria ambazo zinaweza kukutetea. Muliko la Kaya, kwa habari kemkem unazozihitaji.